Tuanzie nchini Tanzania ambapo joto la kisiasa linapanda nchini humo kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Katika mitandao ya kijamii kumeshuhudiwa mvutano mkali wa kauli mbili kuu mtandaoni: no reforms, no elections dhidi ya Oktoba tunatiki. Kauli hizi zinawakilisha sauti tofauti za kizazi kipya, moja ikisisitiza umuhimu wa mageuzi katika sheria kabla ya uchaguzi na nyingine ikitoa wito wa kushiriki uchaguzi bila kusubiri dhamana ya mabadiliko kamili. Katika taifa lenye historia kali ya uchaguzi, harakati hizi mpya hazifanyiki mitaani, lakini kupitia mitandao ya kijamii, zikibeba ujumbe mzito kwa mustakabali wa demokrasia nchini humo. Swali ni je, kampeni hizi zimechangia vipi siasa za Tanzania? Huyu hapa Ahmed Bahaj. Wakati huu joto la kisiasa likipanda nchini Tanzania, kumeshuhudiwa mvutano mkali wa kauli mbili kuu mitandaoni. Ya kwanza, no reform, no election dhidi ya ule wa pili, Oktoba tunatiki. Katika nchi ambayo historia yake ya uchaguzi wake imejaa mchanganyiko wa changamoto pamoja na matumaini kutokana na uchanga wake kwenye demokrasia, sasa tunashuhudia aina mpya ya siasa na harakati. Siasa na harakati zisizo na silaha, bali hashtags, ujumbe, picha, sauti pamoja na video. Lakini pia hata kwenda mbali na kutumika akili mnemba, yani AI, katika kampeni hizo. Lakini je, huu mgongano unaishi kwenye mitandao au unatafsiriwa katika uhalisia wa siasa za Tanzania? Kampeni ya no reforms, no election inayoongozwa na chama kikuu cha upinzani Chadema na wanaharakati wa mageuzi imejikita kwenye matumizi ya nguvu ya kidijitali, kuanzia zile hashtags hadi comment sections. Kila unapofungua ukurasa, akaunti za watu maarufu wakiwemo wasanii, viongozi, taasisi za umma na zingine zimekuwa zikishambuliwa na ujumbe na picha za no reforms, no election. Lakini siku zilizofuata, kampeni ya Oktoba tunatiki haikukaa kimya. Imezaliwa kama jibu, sauti ya wale wanaoamini kuwa mabadiliko yatapatikana kwa kushiriki uchaguzi na wala si kugomea. Sasa chama tawala cha Mapinduzi CCM kinaamini hilo, pamoja na vyama vingine vikiwemo Chauma, chama kilichoibuka kwa kasi sana baada ya waliokuwa viongozi kadhaa wa Chadema kuhamia huko, wakipinga hii no reforms, no election. Watu maarufu ikiwemo wanamuziki, waigizaji walituma kwa wingi kampeni hii. Japo kwenye mikutano na hadhira nyingine kampeni hizi mbili zinapigwa, lakini kasi yake kwenye mtandao nayo pia imekuwa kubwa, isiyotarajiwa na pia ya kushangaza. Sasa kwa upande wa serikali haishtushi sana na hilo, ikisema Watanzania wenyewe wana uhuru wa kuongea kwa mujibu wa sheria. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gaston Msigwa akizungumza na Mwananchi Communications alisema kinachoendelea kwenye mitandao ni upuzi. Huwezi kuendesha kampeni ya kuzuia uchaguzi wakati nchi imejiwekea kalenda yake. Lakini kampeni hizi zina nguvu kiasi gani? Na swali lingine ni je, mgongano huu unaishia kwenye mitandao ya kijamii tu au unatafsiriwa katika uhalisia wa siasa za Tanzania? Muda mfupi uliopita nimemuuliza swali hilo Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa akiwa Dar es Salaam. Zinaashiria kuwepo na mgawanyiko mkubwa katika safu ya wanasiasa, inapokuwa kile ambacho kingepaswa kuwa kinyang'anyiro, kuna wanaosema sisi tunakisusia na wengine wanasema sisi tunaendelea nacho. Basi hii inaonyesha mgawanyiko mkubwa katika medani ya kisiasa na wanasiasa Tanzania, jambo ambalo si zuri kwa mfumo ambao unategemea mamlaka ya serikali, wabunge madiwani waweze kupatikana. Kwa nini kampeni za siasa wakati huu nchini Tanzania zinaonekana kuelekea katika mitandao ya kijamii sana? Nadhani wamejifunza kwa kilichotokea Kenya jirani hapa, kwamba kumbe mitandao ya kijamii ina uwezo wa kubadili hata mwelekeo wa nchi katika matukio muhimu kwa taifa. Kwa hivyo unaona kwamba sehemu kubwa ya wapiga kura milioni 22 na kama 600 na kidogo ni vijana, na vijana wengi wapo katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ukiwafikia vijana, maana yake umewafikia wapiga kura
ambao watakuwa ni wengi. Kwa hivyo nadhani ni ile kuelewa nguvu ya mitandao ya kijamii, si tu nchi za jirani bali popote pale duniani. Ziko nchi zimedondoshwa kwa kupitia mitandao ya kijamii. Ukichukulia kilichoitwa Arab Spring kilisababishwa na mitandao ya kijamii. Mohamed Issa, je, kampeni hii ndio hali halisia nje ya mitandao ya kijamii au inabakia tu ndani ya mitandao? Idadi wa Tanzania ambao wanafikiwa kwa mitandao ya kijamii ni kama 8.63 hivi kwa mujibu wa takwimu zilizopo. Sasa Watanzania wote hao asilimia hizo, lakini wapiga kura milioni 22 na laki 6 na kitu, wengi wao wala hawajui mitandao ya kijamii. Kwa hivyo kama mtu atategemea kilichopo tu kwenye mitandao ya kijamii au matokeo yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii, mwisho ni kuja kujikuta anashindwa na kuona tu kwamba labda nilionewa au hivi na vile, lakini kusema kweli sio uhalisia. Kuna watu huko kazi yao ni kutafuta mlo wao wa leo umepatikanaje, wala hata hiyo pesa ya kuingia kwenye mitandao ya kijamii hawana. Kwa hivyo huwezi ukategemea kinachotokea kwenye mitandao ya kijamii ndicho hicho ambacho kipo katika jamii kwa ujumla. Kampeni maana yake pesa. Ndio maana utaona katika upande huo Chama cha Mapinduzi kinazidi vyama vingine kutokana na kwamba kinazo nguvu za kifedha kuliko vyama vingine. Ni jambo ambalo watu hawaliangalii pia kwa upande wa hali ya kisiasa ya nchi zetu za Kiafrika. Vyama vilivyoko madarakani vinakuwa na nguvu kubwa ya kiuchumi. Kwa hivyo vinaweza vikafika katika jamii kila kona ya nchi, hata kule ambako vyama vingine haviwezi kufika, na hicho ndicho kinazoweza kuchangia katika ushindi wa chama chochote kile, kuwafikia wapiga kura. Tunaweza kutarajia nini katika siku za hivi karibuni, kwa sababu miezi kadhaa imesalia kabla Oktoba ambao ndio mwezi wa maamuzi yenyewe katika uchaguzi mkuu? Kikubwa kusema kweli kinachosubiriwa ni upande wa upinzani. Wagombea urais watakuwa kina nani? Kwa upande wa wagombea ubunge hili huwa halina shamere kubwa sana. La shamere kubwa ni wagombea urais. Mpaka sasa hivi hapajatokea mtu alijitokeza wazi kwamba mimi ni mgombea urais kutoka vyama vya upinzani. Tunaona katika chama tawala wagombea wanajulikana. Kwa hiyo yani vuguvugu litakuwa kubwa zaidi kutokamana na nani atakuwa mgombea upinzani, mgombea wa urais wa chama cha upinzani, na ni chama gani katika vyama vya upinzani ambavyo vipo sasa hivi. Kuna vyama vitatu vinaonekana kuwa na nguvu. Kuna chama cha Chadema, kuna chama cha Chauma, ACT Wazalendo pia. Hivi ndio vitatu ambavyo vimejitokeza kama kinara. Kwa hiyo atakayejitokeza kutoka kwenye vyama hivi na akaonekana anao ushawishi mkubwa wa kisiasa, kusema kweli mwaka huu kuna dalili kubwa ya kuwa na uchaguzi wenye upinzani mkubwa sana, haijawahi kutokea huko nyuma. Tunahitaji tubadilishe nchi hii. Tumefikia sehemu ambayo leo hata viwanja vya kufanya mikutano imekuwa kesi katika nchi hii. Leo hata viwanja vya kufanya mikutano imekuwa kesi katika nchi hii. Hawataki mpate message kutoka kwa Chadema, hawataki mpate message jinsi tunavyoibiwa, hawataki mpate message jinsi nchi yetu inavyoumizwa, hawataki mpate ujumbe wa jinsi mmefanywa maskini, kwa sababu wanajua Chadema tukisimama hapa tutazungumza kuhusu jinsi nchi yetu inavyoharibiwa. Tumekuja kwenu, kuna mengi yanaendelea na mengi yanazunguka. Tuko tayari, na mimi nimekuja kuwaambia kwa niaba ya chama chetu, tunahitaji mtunge mkono, tutoe uongozi wa nchi hii ambao utabadilisha nchi hii, utabadilisha maisha yetu. Nchi yetu ina kila kitu cha kutufanya tuwe nchi bora duniani. Wao wamepiga no reforms, no election. Mmewasikia, mjawasikia? Sasa wale wanaobishana na Chadema, haki haiombwi, haki inapiganiwa, na sisi tuko tayari kupigania haki hiyo. Tumekuja kwenu kuomba mtunge mkono. Wamefikia sehemu hawawezi kujibu hoja zetu. Walianza wakamkamata Lissu, wakafikiri tutakaa ndani. Tumekataa kukaa ndani. Wakafuta ruzuku, wakafikiri tutashindwa kuendelea. Wananchi wanatuchangia tone tone, tunapiga kazi. Leo wamefikia sehemu wanatuma guns, wahuni kushambulia mikutano yetu. Tumekwenda Igunga, wanatuma vibaka, vijana wanawanywesha pombe washambulie mikutano yetu, na vijana wanaokuja kwenye mikutano yetu wamekataa
Muhuni akinyanyua mdomo anashughulikiwa sana kwenye mikutano yetu. Nyie Tabora mtakubali hiyo? Nyie mtakubali hiyo? Kwamba tusifanye mkutano kwa sababu ya wahuni? Hoja inajibiwa kwa hoja. Hoja haipigwi rungu. Hoja haipigwi nyundo. Kama CCM wana hoja ya kujibu no reforms no election, waje kwenye mkutano, sio kuleta wahuni kupiga mikutano yetu mawe. Itisheni mkutano wenu mje mfanye. Walitunyima uwanja hapa, uongo kweli? Siku 2 tumepeleka barua, wamezuia uwanja. Leo ndio wanaruhusu saa 6 kwamba kafanyieni mkutano hapa. Masaa 4 baadaye nyomi namna hii mmejaa hapa. Tungetangaza huu mkutano jana, kungekuwa na pa kuweka mguu. Wao wakiitisha mkutano kama huu, watu wanatoka Uyui, watu wanatoka Nzega, watu wanatoka si wapi, kidogo wanapata kanyomi kidogo. Sasa huu imepigwa firimbi kwamba Chadema iko hapa, watu nyomi, hakuna pa kuweka mguu. Tabora, jipongezeni sana kwa jinsi mlivyofanya. Tumekuja kwenu ndugu zangu kuwaomba tubadilisheni nchi hii.